Siku ya leo nitakupa short story kuhusiana na Rais Ibrahim Traore. Huyu ni rais kutokea katika nchi ya Burkina Faso. Of course kwa siku ya leo point yetu na mada yetu kubwa ni kuhusiana kwamba kwa nini Rais Ibrahim Traore, Captain Traore, amekuwa akipendelea sana kupiga tano na kuliko kusalimia kwa kushika mkono. Yani swali ambalo pengine ulishawahi kujiuliza na unajishuhudia, na always amekuwa yoyote kiongozi anayekutana naye basi ni lazima atampa tano, hata akutane na Trump na hata katika viongozi na listi ya viongozi na watu wote ambao tayari amesha kukutana nao, basi yeye hatoi salamu kwa kukupa mkono bali anakupa tano. Sasa nikufahamishe kidogo tu kwa ufupi kwamba historia ya Captain Ibrahim Traore katika makozi yake, kwanza kiwalisia ukifuatilia ile information ya miaka ya nyuma kwenye makozi yake akiwa na umri mdogo kabisa wa miaka kama 12. Of course mwamba alikuwa ni nomo mshikaji fulani ambaye ana historia ya kujihusisha na makundi ya usela, yani katika mtu ambaye alikulia sana maisha ya mtaani na maisha ambayo nafikiri kila mmoja anayafahamu kwamba ni maisha gani na yazungumzia. Basi ndio kutoka kwa Rais Ibrahim Traore, sio kama labda familia yake ilikuwa ni familia tajiri au kwamba yeye alikuwa ni kwenye maisha mazuri, bali alikuwa amekulia kwenye makuzi ya maisha ya kawaida sana pindi alipokuwa kilelewa na baba yake mdogo. Of course ni taarifa ambayo pengine imeweza kumletea pia hata alipopata nafasi ya kuingia jeshi, na mpaka leo hii tunazungumza kwamba Ibrahim Traore ni rais wa Burkina Faso. Kwa hiyo kuna baadhi ya makuzi aliyokuwa akiishi na marafiki zake kwa kuwapa tano washikaji zake, basi amejikuta mpaka alipoingia jeshini, mpaka alipokuja kupata nafasi, na mpaka leo hii tunaona kwamba ni rais wa nchi ya Burkina Faso, El Capitano, kapteni ambaye kama kawaida anapogusa, anapokanyaga, basi salamu yake kubwa ni kukupa tano. Sio mwamba anayependa kuongea sana, bali ni mtu ambaye amekuwa akifanya action, vitendo kwa wingi, na hiyo ndio imekuwa ni sababu kubwa kabisa ya kumfanya Rais Ibrahim Traore apendelee kutoa tano pindi anapokutana na viongozi, na hata aliweza kutokea kwa rais mstaafu wa awamu ya 4 Rais Jakaya Mrisho Kikwete, pia alipokutana na Rais Ibrahim Traore katika kumtambulisha bwana Dr. Janabi ambaye kwa sasa hivi amekuwa akigombea pia nafasi katika shirika la WHO. Hili ni shirika la afya duniani, World Health Organization, ambalo pia nafikiri huenda kama atapata nafasi ya kugombea na kushinda, basi itakuwa ni nafasi nzuri ya Tanzania kuzidi kujivunia. Cha msingi kama kawaida tukutane kwenye comment, lakini kwa siku ya leo tulikuwa na sababu inayomfanya mpaka leo hii Rais Ibrahim Traore ni mtu wa kutoa tano na sio kusalimia kwa kukushika mkono. Noma sana.